Kuna aya nyingi ambazo zinazungumza kuhusiana na mapenzi au kupenda au kupendwa. Kwa hiyo mimi nimechagua aya moja ambayo ni Surah Maryam aya ya 96. Nasema innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahman wadda. Wadda. No wadda. Yes, wadda. Penzi zito. Penzi shata. Yule kwa yoyote Mwenyezi Mungu amehakikisha kwamba innal ladhina amanu, hakika Mwenyezi Mungu amehakikisha hilo. Yoyote ambaye anaamini na akatenda wema, basi amemjalia au amemruzuku kwa mapenzi yake yeye, the most merciful, wadda, mapenzi au kupendwa. Mashaallah. Takbir. Allah. Haya, sawa. Sio mbaya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimeona sio mbaya kuja kusahihisha ufahamu wa huyu mwanamke. Huyu mwanamke ameitafsiri aya. Kwanza aya akakosea mwisho, lakini la pili, ufahamu wake yeye alouleta katika kichwa chake upo kinyume kidogo na ufahamu wa aya yenyewe. Kwa hiyo nimeona ipo nafasi kubwa ya kuja kuwaelekeza watu juu ya aya na ufahamu wa huyu mwanamke. Cha kwanza, huyo mwanamke ana mashaka yake hapo, tutakuja kuelezea huko mwishoni. Tunakwenda kuirekebisha aya, lakini pia tunakwenda kurekebisha ufahamu wake. Hii video mpaka sasa katika akaunti hii imeangaliwa na watu 200,000 na upumbavu. Ikiwa video hii imeangaliwa na watu 200,000, maana yake ndani ya watu 200,000 kwenda mbele wapo watu ambao wameichukua aya kama alivyoileta na bila ya kugundua ya kwamba imekosewa hii aya. Lakini pia katika watu 200,000 ambao walisikiliza tafsiri ya huyu mwanamke, wameichukua maana ya tafsiri ya huyu mwanamke, lakini wakaacha ule ufahamu wa aya inavyotakiwa. Aya katika suratul Maryam aya 96, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmani wudda. Na sio alivyosema yeye akaimalizia na kusema sayaj'alu lahumur rahmani wadda. Mungu hakushindwa kusema hivyo, Mungu hakushindwa kuweka wadda, bali Mungu aliweka neno wudda akiwa ana hekima yake na utambuzi wake katika Qur'an. Tafsiri ya aya: hakika wale walioamini na wakatenda mema, mwingi wa rehema atawawekea upendo, tena sio upendo tu, atawawekea upendo wa kweli. Maelezo sasa ya kina, labda ndo tuingie katika aya. Aya hii ni bishara njema ya kuwa imani ya kweli na matendo mema sio ya kupuuzwa, na Allah ndiye mwenye kuzipandikiza nyoyo za watu, na yeye ndiye anaiweza kumfanya mja apendwe au achukiwe. Manake Allah yeye ndo fundi wa kukutengeneza wewe upendwe, lakini Allah huyo yeye ndo fundi wa kukufanya wewe uchukiwe, uonekane mtu mbaya, na anayafanya hayo yote kwa sababu anoijua yeye. Hapa sasa hilo neno ambalo ndo kadigeuza huyu mwanamke kulisema wadda, hilo neno ni wudda, na wudda tafsiri yake ni mapenzi ya kudumu, sio ya kinafiki. Ni kupendwa na Allah subhana, kupendwa na malaika na kupendwa na waja wema, sio kukupenda mumeo kama huyu mwanamke akili yake alivyoipeleka. Huyu mwanamke automatic aya hii kaichagua kwa kuhamasisha watu ya kwamba mtu atapata mapenzi shata. Mapenzi shata anayokusudia huyu ni yale mapenzi ya mtu kupendwa na mpenzi wake kama mume au mtu au mchumba. Huyu mwanamke ndo ufahamu wake. Kwa hiyo sisi leo tunakuja kuwafahamisha watu ya kwamba upendo uliokusudiwa katika aya hii ni upendo wa watu wema. Ndo hapo wakatajwa malaika, Allah mwenyewe kukupenda pamoja na waja wema. Haya sasa, sababu gani hii aya imeshuka? Watu wengi tunakosea kuzitafsiri aya bila ya kujua sababu nuzuli, sababu ya kuteremka kwa aya. Manake kila aya inakuja kwa sababu yake maalumu, na Allah huwa anapenda unapoitafsiri aya, itafsiri aya kutokana na sababu ya kushuka kwake au sababu ya kuteremka kwake. Makuraishi walikuwa wanamchukia Mtume sallallahu alayhi wasallam na wale wachache waliomwamini. Hivyo
hivyo sasa wakawa wanaonekana hawana heshima wala hawana thamani. Ndio aya hii ikashuka kuonyesha kuwa Mwenyezi Mungu atawapa heshima na kupendwa kwao. Na kweli ndio ikawa hivyo. Baada ya Uislamu kushinda, maswahaba waliokuwa wakidharauliwa wakawa ndio wanaopendwa zaidi. Hadithi sasa inayofafanua upendo huo, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama qala idha ahabba Allahu abdan nada Jibrila inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fayuhibbuhu Jibrilu fayunadi Jibrilu fi ahli as-samaa inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbu ahla as-samaa'i thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, Mwenyezi Mungu akimpenda mja humwita Jibrili, hakika Allah anampenda fulani, basi mpende. Jibrili naye atampenda huyo mtu, kisha Jibrili na yeye atawaita watu wa mbinguni, atawaambia Allah amempenda fulani, basi mpende. Watu wa mbinguni watampenda mtu huyo, kisha hupandikizwa mapenzi yake duniani. Hii hapa ni dawa ya pumu. Kama unateseka na pumu ya kurithi au pumu ya ukubwani, usipate tabu, tumia dawa yetu hii. Nadhani mnaiona hiyo dawa, mnavyoiona ndo ilivyo. Hata ukija kwangu ukitaka dawa ya pumu utapata dawa ya aina hiyo hapo mnayoiona hapo. Hiyo iko nusu. Dawa ya siafu ya pumu haijai, hiyo ni lita 1.5, iko nusu. Kama kuna mtu ana pumu ya kurisi ama pumu ya ukubwani, labda asipate tabu, atatumia dawa hiyo ya kupunguza na kuondoa kabisa matatizo ya pumu sugu. Hiyo ni tiba ya uhakika na salama na isiyo na madhara wala kemikali. Hapo ni asali na mambo mengine. Rudisha pumzi yako, rudisha nguvu zako, na uishi maisha bila ya hofu ya kushindwa kupumua. Yoyote yule anatumia, mkubwa mdogo, kike kiume, watoto wao ndo nawataka sana muwalete, musiwaache isije ikawa kubwa hiyo. Lakini pia ukiacha mbali na dawa hiyo hapo ya pumu, dawa mnayoiona hapo ndo nataka nizungumzie. Dawa hiyo inaitwa asali tiba. Hilo ndo jina ambalo mimi nimeita. Hiyo ni asali tiba. Wengi wenu mnaijua dawa ya Cuba. Dawa ya Cuba ile kazi yake ni kutibu mashaka ya masturbation, lakini dawa ya Cuba haiwasaidii watu wenye pressure, haiwasaidii watu wenye sukari. Dawa ya Cuba hii ni kwa ajili ya vijana ambao moto umo tayari. Nikizungumzia moto nadhani mnaelewa, moto umo, lakini wanashindwa tu kuendelea na safari. Kwa hiyo dawa ya Cuba ndio inadili na kuendelea tu safari. Dawa ya Cuba haimarishi ume. Dawa ya Cuba haitibu tatizo la mwanaume ambaye hana nguvu za kiume kabisa. Dawa ya Cuba ipo kwa ajili ya wanaume ambao wanazo nguvu za kiume ila tutendo linakuwa fupi. Ndio dawa ya Cuba. Sasa hiyo hapo mnayoiona hapo asali tiba, hiyo ndio dawa ya msingi kwa kila mwanaume kutumia. Dawa ya Cuba anaitumia mwanaume ambaye tayari ameshaoa. Lazima uwe umeoa ndio utumie dawa ya Cuba. Mr. Kidhambi wazee, lazima uwe umeoa. Lakini asali tiba hii hapa mnayoiona hapo, dawa hiyo anatumia yoyote. Dawa hiyo hapo asali tiba anatumia mwanaume yoyote. Wewe kijana ambaye uko kwenye masomo yako, labda kama ni nje ama uko Tanzania unasoma chuo, nunua dawa hii uwe unakunywa taratibu, unajijenga. Ikifikia hatua ya kuoa, wewe utakuwa uko imara zaidi. Kijana wangu alikuwa ambaye alitumia dawa hiyo ikamsaidia, alikuwa anaua mfungo 4, mfungo 3 katumia dawa, mfungo 4 tayari. Wale wazee wangu ambao nguvu zimezimwa kabisa, asali tiba inakwenda kumhuisha zile nguvu, manake zinakuja juu. Wagonjwa wa sukari, pressure, ukitumia asali tiba ina faida kubwa na inatengeneza. Kwa maelezo zaidi nipigie simu 0618 22 33 97. Huyo kisha hupandikizwa mapenzi yake duniani. Manake Jibrili ndo anapewa information, anapewa taarifa ya kwamba kuna mtu fulani Mungu anampenda, kwa hiyo na wewe umpende. Jibrili naye anawapa watu wa mbinguni ama viumbe wa mbinguni, fulani Mungu anampenda na nyie mpendeni. Basi mtu huyo ndo anapewa mapenzi huku duniani. Mafunzo sasa, kigezo cha kupendwa ni imani na matendo mema, sio mali wala cheo. Kupendwa na watu kwa haki ni dalili ya kupendwa na Allah subhana. Na mtu akichukiwa na watu wema na akakubalika na watu waovu, hiyo ni alama ya kinyume yake. Mja anatakiwa kujitahidi katika imani na amali njema ili kupata heshima ya Allah na viumbe. Kwa hiyo huyu mwanamke, ufahamu wa hii aya, kwanza aya kaikosea mwisho, kasema wada badala ya uda. Kwa hiyo watu waondoshe neno wada waweke uda. Lakini la pili, huyu mwanamke aya hii kaitumia kwa sababu ya mapenzi yake yeye. Sijajua kama ana mume
huyu, au sijajua mapenzi gani aliyezungumza hapa. Kwa hiyo sisi tunamwambia mapenzi ya hapa ni mapenzi mema ya kupendwa na watu na kupendwa na Allah na kupendwa na malaika, ndio tafsiri ya hii aya. Lakini pia hebu twende kwa huyu dada ambaye ndo amekuja hapa ameichagua aya hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuhan nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Ewe nabii, waambie wake zako, binti zako na wanawake waumini wajiteremshe nguo zao na kufinika mili yao. Aya hii inathibitisha kuwa hijabu sio hiari, yani wewe kuvaa shungi ukajistiri vizuri sio hiari yako, bali ni amri ya Mola wako, ndio amekupa hiyo amri. Wala usijokaona watu mitandaoni wanakukataza wewe kuvaa uchi eti ukawaambia mimi ndo hiari yangu, ndo nimependa mwenyewe. Acha huo ujinga. Hiyo ni amri ambayo inatoka kwa Mola wako ya kwamba wewe uvae vizuri, ujistiri mtoto wa kike popote utakapokuwa. Lakini pia Allah akaendelea tena kusema, wala yubedina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala wasionyeshe mapambo yao isipokuwa yale yanayoonekana bila ya kukusudia. Sio wewe uvae kimini tight au kimini sketi, au sio wewe utembee kichwa wazi alafu eti uje kutuambia Mungu amesema sijui tusionyeshe isipokuwa wanajionyesha wenyewe. Ayo umeyaonesha wewe, hayajionyesha wenyewe. Kwa hiyo unatakiwa mtoto wa kike uvae stara popote pale utakapokuwa. Hiyo aya inakataza mwanamke kujipamba, pia inakataza mwanamke kujipamba hadharani kwa nia ya kuonekana na wanaume. Nadhani huyo dada mnamuona hapo kapamba jambo gani au kafanya nini hapo mpaka leo tumemuona, na wengi wamevutika kupitia yeye. Huenda Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuhusiana na kujionesha na mapambo, anasema hivi, swinfani min ahli nari nisa'u kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun la yadkhulna aljannata wala yajidna rihaha. Kuna makundi mawili ya watu wa motoni, wanawake waliovaa lakini kama wako uchi wakijionesha kwa fitna, hawataingia peponi wala hawatanusa harufu yake. Allah amewalaani watu hao. Manake huyo mwanamke hapo amejichora hina. Hatujajua hiyo hina ya kwamba huyo mwanamke ndo kishaolewa au ndo hajaolewa. Okay, tuseme ndo aolewe, bado itabakia hina aifiche tusione sie wanaume, bado tu itabakia hiyo hina ione mume wake hata kama ndo ana mume. Hebu tumwangalie huyo kaolewa kweli huyo? Sijui, lakini kama kaolewa jambo la kheri, lakini kama tena kaolewa alipaswa hiyo hina aifinike. Si ustazi bana katuletea aya suratul Maryam hapa, alikuwa ifinike. Lakini pia hebu tuangalieni hizo kope. Hivi kweli hizi kope zake huyu hajazibandika huyu? Ikiwa kazibandika hizi kope, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja kutuambia la'anallahu alwasilata walmustawsila, Allah amemlaani mwanamke anayeunganisha nywele na anayeomba aunganishwe. Sasa hizo kope pia zitaingia katika kuunganisha nywele, kwa sababu hata kope pia zinaunganishwa na ni kope bandia. Kwa hiyo huyu hapa kishaingia katika laana. Kubandika kope ni aina ya kuunganisha, kwa hiyo ni haramu na ni dhambi kubwa. Wewe mwanamke hapo uliokuwepo hapo, hijabu umevaa vizuri, lakini hijabu uliovaa inaonekana wazi, pengine ni hijabu jina. Mwanamke amevaa, yani wewe umevaa, lakini bado hijabu ina mapambo yenye kuvutia macho ya wanaume. Hii na ya kuonyeshwa mitaani inajuzu kwa mume, lakini sio kwa wanaume wa mitaani kama tulivyosema. Na kope bandia ni haramu kwa dalili ya hadithi ya laana juu ya waswila ambao ni kuunganisha au kuongeza nywele, pia itakuwa inaingia katika hayo. Mwanamke Muislamu anatakiwa ajipambe kwa mume wake na sio kwenye mitandao, wala sio kwa wanaume anaoishi nao mtaani ambao bado hawajaoana nao. Na hijabu sahihi ni ile iliyostiri mwili wote, sio yenye mapambo ya fitna. Mwenyezi Mungu ndiye anayepandikiza heshima na mapenzi kwa mja wake. Heshima ya kweli na kuja kwa kufuata amri za Allah, sio kwa mitindo ya bandia. Kwa hiyo sasa tukumbuke kwa Qur'ani na Sunna zimeweka wazi, hijabu ni stara ya heshima, mapambo ya kuoneshwa hadharani ni marufuku, tatu ya kudumu na kope bandia ni dhambi kubwa. Ewe dada Muislamu, popote utakapokuwa, heshima yako ipo katika utiifu wako kwa Allah, si katika mambo ya mitandao ya dunia.